Habari yako na pole kwa msiba. Asante sana. Kwanza ungewapa majina yako yote matatu kwa wale ambao hawakufahamu. Jina langu ni Dr. Kedmon Elisha Mapana, katibu mtendaji wa Baraza la Sanaa la Taifa BASATA. Taarifa ya msiba na jinsi ambavyo mlikuwa mkifahamu msanii huyu Hawa almaarufu kama Karina. Kwanza Karina na historia kubwa hasa kwangu mimi kama katibu mtendaji wa Baraza la Sanaa la Taifa. Kumbuka mwaka 2022 mwezi wa 7 nilipoteuliwa na Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa katibu mtendaji. Katika ziara zangu za kwanza kabisa nilifika nyumbani kumuona mgonjwa huyu. Tulimtakia kila la heri na tulijitahidi sana kuwa pamoja na familia yake. Lakini tunasema kazi ya Mungu haina makosa. Tulimtegemea lakini Mungu amempenda zaidi. Kwa hiyo kama Baraza la Sanaa la Taifa, kwa niaba ya wasanii wote tunawapa sana pole familia yetu, familia ya Karen. Tunajua wamempoteza na sisi kama tasnia tumepoteza kipaji kikubwa ambacho kilikuwa kinaibukia, lakini wasema kazi ya Mungu haina makosa. Na kipindi ambacho mlibahatika kwenda kumtazama, kipindi hicho mlimkuta yupo kwenye hali gani? Hali yake kama wale wanafahamu kwamba binti huyu kwa kweli alikuwa amepitia kwenye changamoto kubwa za kiafya. Lakini wakati ule ulikuwa huwezi kufahamu kama hali yake inaweza kubadilika. Na tuliamini kabisa kwamba angeweza kupona. Lakini kama nilivyosema, yote msiba umetukuta, basi sote tuungane kwa pamoja kumshukuru Mwenyezi Mungu. Mheshimiwa, msiba huu wewe kama kiongozi unakupa funzo gani hasa? Funzo ni kubwa, sio mimi tu kama kiongozi, lakini sisi kama Watanzania, kama wasanii kwa ujumla. Lakini misiba kama mnavyofahamu ya wasanii imekuwa mingi pia, na sisi kama Baraza la Sanaa la Taifa tunashukuru na tunajivunia kwamba wasanii wetu wamekuwa wana umoja wa hali ya juu. Wanakimbiliana kwenye raha, kwenye shida. Lakini sisi kama viongozi pia tunawiwa kuangalia namna gani sasa huduma zetu za wasanii zinakwenda zaidi tu ya burudani. Kuangalia namna gani tunaweza kuanzisha hata bima za afya za wasanii ni muhimu, lakini pia kuanzisha wasanii wetu kwa wanajiwekea kidogo kidogo kwenye mifuko ya hifadhi. Kwa hiyo haya yote ni makubwa ambayo sisi kama serikali tunajifunza kwayo, lakini pia kwa sababu ya dunia inavyokwenda, haya mambo hayaepukiki, lakini yote tumuombee astarehe kwa amani. Tumeona serikali ya awamu ya 6 Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan jinsi anavyogusa jamii, na pale inapotokea matatizo inakuwa ni haraka sana kuwafikia na kutoa misaada ambayo inastahili na kuwafariji pia wafiwa. Neno lako kwa Mheshimiwa Rais, lakini pia neno lako kwa wafiwa, neno lako kwa waombolezaji kwenye msiba huu wa Karina. Cha kwanza ni tunamshukuru sana Dr. Samia Suluhu Hassan Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa kweli katika awamu ya 6 tumeshuhudia makubwa katika sekta ya sanaa. Hata ule mfuko wa wasanii kukopa kwa riba nafuu kabisa ambao ulikuwa umepotea miaka mingi umeweza kuanzishwa. Sasa hivi uko zaidi ya bilioni 4. Kwa hiyo haya yote ni mapenzi mema alionayo. Lakini tumeona Mheshimiwa Rais awamu hii kama ulivyosema imekuwa inakwenda kwa haraka sana. Sio yeye tu, hata sisi watendaji ambao tunamwakilisha tumekuwa tunakwenda kwa haraka sana kuhakikisha kwamba sisi ni kujenga umoja wetu kwa Watanzania. Lakini jambo la pili tuwape pole wafiwa, na jambo la tatu sisi kama tasnia ya wanasanaa wote tujipe pole, lakini wote kwa pamoja tumuombee marehemu astarehe kwa amani. Neno lako kubwa kama kiongozi, katibu wa BASATA, kwa maana kwenye sanaa wewe ndio ambaye unashika kwa maana ya kustua wasanii, cha kufanya ni hichi, cha kuacha ni hiki, na uzuri kwamba kwenye hali ya matatizo ni sehemu ya kukimbiliana, lakini wapo wale ambao wanaona wao ni wao, hawafiki kwenye misiba, hawafiki kwenye matatizo ya kuwasaidia wenzao. Neno lako kutoka BASATA. Kwanza neno langu moja kubwa, kwanza mimi nimewapongeza wasanii, nimeona wasanii wengi sana wanakimbiliana kwenye matatizo. Lakini wito wangu kwamba wasanii tuendelee kuwa wamoja. Wito wangu wale ambao ni wadau wa sanaa, wanaotumia kazi za sanaa katika swala zima la burudani, wote tukimbiliane, kwa sababu kila mtu hajui ni siku ipi ambayo Mwenyezi Mungu atamuita. Kwa hiyo ujumbe wangu kwamba tupendane, tushirikiane katika raha na shida. Asanteni.